Baada ya George kusikia maneno yale kutoka kwa mdogo wake, moyo wake haukuweza kabisa kuyaamini. Alimtazama Ashura kwa macho makali, kisha akasema, kamwe Beatrice hawezi kumdhuru mama yangu. Ninamjua vizuri mke wangu, hana moyo huo. Kisha George akasimama na kuongeza kusema, tutasubiri ripoti ya daktari. Hiyo ndio itaondoa utata wote, iwe ni wewe au hata kwa mama mwenyewe. Tena achana kabisa na huo ujinga. Kisha George akaondoka pale na kwenda alipokuwa amekaa Beatrice. Beatrice alipomuona, uso wake ulikuwa umejaa hofu. Mume wangu, mbona mama alikuwa mzima kabisa? Imekuwaje ghafla hali yake ikabadilika namna hii? George akamshika mkono mkewe kwa upole na kumjibu, waifu, usiwaze sana. Haya ni mambo ya kawaida tu. Naamini atatibiwa na atakuwa sawa. Hali yake imenitisha sana mume wangu. Wakiwa bado wanaongea, daktari akatoka na kuzungumza na familia yote. Naomba mtulie. Mama yenu sasa hivi yuko sawa, anaendelea vizuri kabisa. Habari ile ilileta faraja kubwa. Familia yote ikafurahi sana. George hakupoteza muda. Akamfuata daktari pembeni na kuzungumza naye. Samahani daktari, huyu ni mama yangu. Alikuwa mzima mpaka jioni hii ya leo. Tulikuwa tunakula, lakini ghafla akaanza kulalamika tumbo linamuuma, akatapika sana, kisha akazimia. Naomba kujua hali kama hii inaweza kusababishwa na nini? Daktari akamsikiliza kwa umakini, kisha akamjibu kwa lugha nyepesi lakini ya kitaalamu. Hali kama iliyompata mama inaweza kusababishwa na mambo kadha wa kadha, lakini kwa maelezo ulionipa kuna mambo yanaweza kuwa yamesababisha mama awe kwenye hiyo hali. Kwanza, inawezekana chakula hakikumkaa vizuri tumboni. Hasa kwa wazee, tumbo huwa ni sehemu nyeti sana. Pili, inawezekana shinikizo la damu lilishuka ghafla. Pia wakati mwingine mwili unaweza ukatoa reaction kali, hata kwa kitu ambacho kwa wengine hakina tatizo. George akatikisa kichwa na kisha akaongeza kusema, nashukuru daktari, nimekuelewa. Lakini familia ina hofu labda amekula sumu. Kwa hiyo tunaomba utusaidie kuondoa utata huu kabisa. Daktari akatabasamu kwa upole na kusema, usiwe na wasiwasi. Hilo ni jambo la msingi kabisa. Tayari tumeshachukua vipimo vya maabara. Tutachunguza kama kuna dalili yoyote ya sumu ama kemikali, na majibu hayatachelewa. George akamshukuru daktari na kuondoka. Lakini kumbe wakati George akizungumza na daktari, Ashura alikuwa amesimama pembeni akijifanya kuangalia simu, lakini kwa kweli alikuwa akisikiliza kila neno. Aliposikia daktari akisema kuwa vipimo vitafanyika ili kubaini chanzo cha tatizo, Ashura alishtuka sana na kujisemea kimoyomoyo, yaani huyu kakangu ni mgumu sana. Hajaweza kuniamini mpaka vipimo. Nilijua tu na nitakukomesha. Yaani huyu Beatrice sijui amempa nini. Ashura akaona kijana mmoja akitoka wodini kule kwa mama yake akiwa amebeba sampuli za damu kwa ajili ya vipimo. Akajua huyu ndiye mtu anayemhitaji. Akamfuata taratibu, akamuita, kaka, tafadhali naomba nikuone mara moja. Kijana akasimama akamtazama Ashura na kisha akamuuliza, vipi? Ashura akasema kwa sauti ya chini, nina shida yangu, ukinisaidia nitakulipa pesa, nitakulipa vizuri tu. Kijana yule kusikia neno pesa akapata tamaa haraka,
lakini akajifanya mkali kidogo. Unataka nifanye nini? Yule mama ambaye umetoka kumtoa damu pale wodini ni mama yangu. Alikula chakula chenye sumu. Sasa tunahitaji ripoti ionyeshe kweli alikula chakula chenye sumu. Kijana huyo alishtuka na kusema, we, hilo jambo ni kubwa sana. Hapa si mahali pa kuzungumzia mambo hayo. Si unaona kuna kamera na watu wanapita? Twende tukazungumzie kule pembeni. Wakaenda sehemu tulivu, mahali ambapo hakukuwa na watu wanaopita na pia hakukuwa na CCTV kamera. Kijana akamuuliza, kwa nini unataka kufanya hivyo? Ashura akajieleza kwa kifupi huku akijifanya ana huzuni sana. Yule uliyemwona pale ni kaka yetu, ila amemtelekeza binti ambaye ana ujauzito wake. Sasa amemng'ang'ania mwanamke mwingine tu. Sisi tunataka kaka yetu amwache huyo mwanamke king'ang'anizi ili aishi na huyu binti ambaye sasa hivi ana ujauzito wake. Hii ripoti itamfanya kaka amfukuze yule mwanamke king'ang'anizi. Binti wa watu anatia huruma jamani, kakaangu, naomba utusaidie. Kijana akanyamaza kidogo kisha akasema, msije mkapelikana polisi alafu mambo yakaniharibikia. Najua kakaangu hawezi kwenda polisi. Hii itaisha kifamilia tu. Tusaidie. Utanipa kiasi gani? Mimi sio mpimaji wa hii damu. Kwa hiyo nina kazi ngumu sana kutengeneza hiyo ripoti unayoitaka. Nitakupa 1,000,000 kakaangu. Hiyo haitoshi. Hii ni kazi ngumu sana. Nipe 2. Ashura akafikiria kwa sekunde chache kisha akasema, sawa, nitakupatia, ila mpaka nione hiyo ripoti. Nipatie akaunti yako. Hapana, nataka cash. Kijana huyo akamwambia Ashura kuwa majibu yatakuwa tayari kesho asubuhi. Kwa hiyo asubuhi hiyo kazi itakuwa imekamilika. Ashura akamshukuru na kuondoka. Akarudi kule ambapo wote walikuwa wamekaa. Alipofika, Beatrice akamuuliza, wifi, ulikuwa wapi? Tulikuwa tunakutafuta, tunataka kurudi nyumbani. Samahani, nilikuwa nimeenda msalani mara moja. Mmeshamuona mama? Na vipi, wanamruhusu lini? Beatrice akajibu, sisi tumeshamuona, anaendelea vizuri. Labda wanaweza kumruhusu kesho. Nenda kamuone, maana alikuwa anakuulizia. George akasema, usichelewe, utatukuta kule kwenye gari. Ashura akaingia wodini akamwona mama yake na kuanza kuzungumza naye. Shosti, mbona leo kali? Umeniogopesha. Mama akatabasamu na kusema, si yale maji mengi nilokunywa kwa mkupuo yamenisaidia sana. Yaani imekuwa vyepesi kabisa kutapika. Nilipoweka tu ile juisi, basi hali ya kutapika ikaja. Hebu sasa niambie, umefikia wapi mipango yetu? Usiwe na wasiwasi mama. Nimempata mtu hapa, ataandaa ripoti nzuri ya kufurahisha sana. George lazima tuende naye kisomi. Zaidi ya hivyo, hatumpati ng'o. Haya, nenda usichelewe, tutaonana kesho. Ashura akamwaga mama yake akaondoka. Asubuhi ilipofika, Beatrice aliandaa chai na vitafunwa kwa ajili ya mgonjwa. Kisha wakaondoka kwenda hospitali. Neema walimwacha nyumbani kwa sababu ya hali yake ya ujauzito. Walipofika wodini na kumsalimia mama, Ashura akaondoka haraka bila hata kuaga. Mama yake alimwona, lakini hakusema chochote. Alikuwa akijua kila kitu kinachoendelea. Ashura akakutana na yule kijana wa maabara. Kijana akamwonyesha ripoti 2, kisha akasema,
Ripoti ya kweli hii hapa. Mama yako hana sumu wala hana tatizo lolote kubwa la kiafya. Ashura akasikiliza kimya. Kijana akaendelea kueleza. Na hii nyingine ndio niliyoitengeneza kama ulivyokuwa unataka. Inaonyesha ana sumu. Kisha kijana huyo akaendelea kusema kwa tahadhari. Hapa kazi iliyobaki ni moja tu. Kuhakikisha Dr. Steve wakutane na kaka yako. Steve ni daktari aliyekuwa amempokea mama yake George na kumhudumia usiku ule. Kisha kijana huyo akaendelea kueleza. Dr. Steve tayari ameshatumiwa hii ripoti ya kweli kwenye mfumo. Akifungua tu ataiona. Kijana akaendelea kueleza. Unajua huyu jamaa aliyepima hii damu si mtu adili. Anajifanya amenyooka kama vile hana shida na hela. Yaani hapa kilichobaki ni kuhakikisha kaka yako haonani na Dr. Steve. Ashura akakaza uso na kusikiliza kwa umakini. Kijana akaendelea kusema. Kuna mtu nishampanga. Atajifanya daktari. Ndio atampa kaka yako hii ripoti ya uongo. Halafu atawaruhusu. Ila vitu vingine nitamaliza mwenyewe. Na inabidi muondoke haraka sana. Kama kitu chochote kikiharibika mimi simo. Ashura akafurahi, akamshukuru sana kijana huyo, kisha akamkabidhi pesa walizokuwa wamekubaliana. Kijana huyo akachukua ile ripoti ya kweli na kuitupa kwenye dustbin iliyokuwa nje. Lakini hawakujua kuwa ndani ya chumba hicho walichokuwa wakizungumza kulikuwa na mfanyakazi wa usafi aliyekuwa anafanya usafi kimya kimya. Alikuwa amesikia mazungumzo yao yote. Walipoondoka, yule mfanyakazi wa usafi akaenda kwenye dustbin, akaichukua ile karatasi, akatambua mara moja hii ndiyo ripoti ya kweli. Akaamua kuwafuatilia ili ajue wanamfanyia nani mchezo huo. Baada ya muda mfupi akaona George akiingia ofisini kwa Dr. Francis akiwa na yule kijana. Siku hiyo Dr. Francis hakuwepo kazini. Ndipo wakatumia ofisi hiyo kwa ajili ya mchezo wao. Yule daktari wa uongo akaanza kusema. Poleni sana kwa kumuuguza mama. Ripoti inaonyesha kuwa alikula sumu. Lakini bahati nzuri mlimleta mapema, hivyo matibabu yamefanikiwa, hayupo kwenye hatari tena. George akachanganyikiwa kabisa, kwa hasira akasema, hapana daktari, hili haliwezekani. Ashura akaingia haraka, akamkaribia kaka yake na kusema, daktari, sisi tunashukuru sana. Cha muhimu mama yetu yuko sawa. Kisha akamgeukia George na kusema, kaka, haya mengine tukazungumzia nyumbani. Naona ni mambo ya kifamilia. George akasimama huku akiwa na hasira. Ashura anajua vizuri kaka yake akikasirika huwa asikii mtu. Hivyo akamshika mkono haraka na kusema, kaka, nakuomba usifanye hivyo. Hapa ni hospitali, utaleta shida bure. Subiri twende nyumbani, tutajua kila kitu. George hakujibu. Akatoka kwa kasi na kuelekea pale alipokuwa amekaa Beatrice. Lakini hakumkuta. Beatrice alikuwa ametoka nje ya hospitali akiongea na simu na watu wa nyumbani kwao. Alikuwa akiwaambia kuwa mama mkwe wake anaendelea vizuri na siku ya leo anaweza kuruhusiwa. George alipomkosa pale Beatrice akageuka na kwenda wodini. Yule mfanyakazi wa usafi akiwa na ripoti ya kweli mkononi akakimbia kumfuata George ili amwambie ukweli. Lakini George alikuwa na hasira nyingi. Hakumsikiliza wala hakumjali, akaendelea kwenda tu. Mfanyakazi yule akabaki amesimama kwa huzuni akajisemea, lakini huyu lazima ajue ukweli.
Mkuu wake wa usafi alipomwona amesimama pale, akamwambia kwamba arudi aendelee kufanya usafi. Kwa hiyo akarudi kufanya usafi, lakini alijipa moyo kuwa akimaliza kufanya usafi atarudi kwenye ile wodi ili amwambie ukweli wote. George akaingia wodini kwa hasira, kisha akauliza, Beatrice yuko wapi? Mama yake akatabasamu kidogo na kusema, si mlitoka wote mwanangu? Na mbona una hasira hivyo? George hakusema kitu. Hapo ndipo mama yake akaongeza kusema, mimi nimesharuhusiwa na nimechoka kukaa hapa, twendeni nyumbani. Ashura akakusanya vyombo, wote wakatoka wodini wakimshukuru nesi kwa huduma nzuri. Ashura akampigia Beatrice simu na kumuuliza, wifi uko wapi? Si tunaondoka, mama amesharuhusiwa. Beatrice akajibu kwa upole, nipo huko nje, nakuja sasa hivi. Beatrice alipofika kwenye gari, moyo wake ukadunda kwa nguvu. Alishangaa sana alipomwona mumewe, uso wake ulikuwa umebadilika kabisa. Macho yake yalikuwa makali na yenye hasira. Beatrice akapata hofu kubwa moyoni na kujiuliza, kuna nini? Mbona George yupo hivyo? Lakini Beatrice alitabasamu na kusema, Mungu ni mwema mama, hatimaye umeruhusiwa. Mama yake George akajibu kwa unafiki, nashukuru sana wanangu, kwa kweli mnanijali sana. George hakusema neno lolote, akawasha gari na kuondoka kwa kasi. Lakini wakati huo huo, kule wodini yule mfanyakazi wa usafi alikimbia mbio mpaka kwenye ile wodi aliyokuwa amelazwa mama yake George. Alikuta kitanda kitupu, akamuuliza nesi, samani sister, mgonjwa aliyekuwa hapa ameenda wapi? Nesi akasema, huyo amesharuhusiwa, wametoka muda si mrefu, huenda bado wako hapo nje. Mfanyakazi yule wa usafi akatoka mbio. Alipofika nje, akamuona George akiwa ndani ya gari lake, akiwa getini tayari kwa kuondoka. Akapunga mkono, akatoa ishara ya kumsimamisha. Beatrice alimuona akimsimamisha George. Kwa mshangao akasema, mume wangu, mbona kama yule mtu anakuita? Lakini George alikuwa amejaa hasira. Hakutaka kusikiliza wala kuangalia nyuma. Akaongeza mwendo, gari likaondoka. Yule mfanyakazi wa usafi akabaki pale amesimama, huku akiwa ameshika ripoti ya kweli mkononi mwake. Walipofika nyumbani na kuingia sebuleni, George hakukaa hata sekunde moja. Akamgeukia Beatrice kwa hasira, akamuuliza, ni nini hiki umefanya? George akamrushia Beatrice ile ripoti mezani. Beatrice akaichukua kwa mikono inayotetemeka. Alipoisoma, macho yalimtoka, akasema, hapana, mume wangu, mimi sijafanya kitu hiki. George akasema kwa sauti nzito kidogo, Beatrice, chakula tulikula wote, kasoro ile juisi uliyomtengenezea mama. Baada ya kunywa tu ile juisi amepata shida. Vipimo vinaonyesha ni sumu. Hebu nieleweshe. Niambie, ni kwa nini niamini kwamba ile juisi haikuwa na sumu? Beatrice akabaki amepigwa butwaa, hajui aseme nini. Kwa uchungu akasema, mume wangu, juisi ya mama nilitengeneza vizuri, hata nikaionja. Labda mtu mwingine ameweka kitu. George akamkatiza, nilikuwa nimekaa pale wakati wewe unaweka chakula mezani. Hakuna mtu aliyekuwa amekuja dining au kule jikoni. Wewe si ndio ulienda kuwaita kwa chakula tayari?
si ndivyo? Wakati huo Ashura na mama yake walikuwa wakikonyezana kimya, mioyoni mwao walikuwa na furaha. Mama George akajifanya kushangaa. Kumbe ilikuwa ni sumu ndio ilisababisha niwe katika hali ile. Kisha kwa unafiki mama George akasema, mwanangu, kikubwa mimi nipo sawa, msamehe mkeo, labda alipitiwa. Ghafla Neema akaingia sebleni akiwa ameshika pakiti ndogo, ilikuwa imeandikwa sumu ya wadudu. Akasema, hii nimeikuta kule jikoni wakati nafanya usafi leo. Moyo wa George ukapasuka, akaona kama dunia inazunguka. Bila kusema neno akaingia chumbani kwa hasira. Beatrice akamfuata. Alipofika chumbani, Beatrice akapiga magoti kwa unyenyekevu mkubwa akasema, mume wangu, naapa kwa Mungu, mimi sijaweka sumu. Sijawahi kufikiria kuua. Siwezi kumuua mama yako. Naomba uniamini mume wangu. Beatrice alilia sana, machozi yakimtoka bila kukoma. George alipomtazama, huruma kidogo ikamjia. Akamsogelea, akamsimamisha taratibu, kisha kwa sauti nzito kidogo akasema, najua mama yangu hakupendi. Najua ameamua kukubaliana na haya yote kwa sababu ya msimamo wangu. Lakini mke wangu, hukupaswa kufikiria jambo kama hili. Ni baya sana. George akamaliza kusema, mke wangu, ninakuamini sana, lakini usitumie imani yangu kwako kufanya uovu. Tumeelewana? Beatrice hakujibu, hakujua ajitetee vipi tena. Alibaki amesimama, machozi yakimtililika, akiwa hana hatia lakini amehukumiwa kwa ushahidi wa uongo. Wakati Beatrice na George wakiwa chumbani kwao wakizungumza kwa ukali na maumivu, ndani ya nyumba ile ile kulikuwa na hali ya tofauti kabisa. Chumbani kwa mama George, Ashura, Neema na mama yao walikuwa wamekaa pamoja. Kwao mambo yalikuwa yanaenda kama walivyopanga. Mama George akasema, sasa mambo yameanza kukaa sawa. Ashura akamgeukia Neema na kumwambia, kuanzia sasa hivi usikae mbali na kaka. Wakigombana kama hivi, wewe kuwa karibu naye. Hakikisha unamfariji kwa upole na unamuonesha upendo. Taratibu taratibu George atakuzoea, kisha atamshia mapenzi yake yote kwako na kwa mtoto wenu. Mama George naye akaongeza kusema, yaani hapa Beatrice ataondoka mwenyewe, wala hatuhitaji kumfukuza. Neema akatikisa kichwa kukubaliana na yote. George aliondoka nyumbani kwa hasira, akaingia kwenye gari na kuondoka ili akapunguze mawazo. Kwa upande wake aliona mambo yako wazi. Sumu ilionekana kuwa ilikuwa imewekwa kwenye ile juisi ambayo Beatrice alikuwa ameiandaa kwa ajili ya mama yake, na aliyekuwa jikoni siku hiyo alikuwa ni Beatrice peke yake. Lakini Beatrice alikataa kabisa, alisema hakuweka chochote. Hilo likamfanya George aamini kuwa Beatrice anamdanganya. Mwanamke anayempenda sana na kumwamini kuliko wote. Hilo lilimuumiza zaidi kuliko hasira yenyewe. Wakati George akiwa ameondoka, Beatrice alikuwa chumbani akilia. Hakuweza kuelewa sumu ile ilikuwa imetoka wapi. Hakujua imefikaje jikoni wala kwenye ile juisi. Akaanza kufikiria
Huenda Neema alimchezea. Moyo wake ukaumia zaidi, akaanza kujilaumu ni kwa nini alimshauri George asimfukuze Neema mpaka atakapojifungua. Alilia kwa uchungu akiwa hajui athibitishe vipi kuwa hana hatia.